النوع الثاني من انواع العوره aina ya pili miongoni mwa aina za uchi kama anavyoeleza ahlul ilm rahmatullahi ta'ala alayhim ni al-awratu al-mukhaffafa al-awratu al-mukhaffafatun uchi hafifu uchi hafifu usiokuwa mkali al-awratu al-mukhaffafa uchi uliokuwa hafifu yani usiokuwa mkali uchi usiokuwa mkali ni upi al-awratu al-mukhaffafa ndio huo ambao msema Sheikh ya hiya ما يظهر هي ما يظهر هي ما يظهر من بدن المرأة عادة hiya ma yadhharu ni yale maeneo ambayo yanadhihiri na kuwa wazi hiya ma yadhharu ni yale maeneo ambayo yanadhihiri na kuwa wazi min badani almar'ati kutokana na mwili wa mwanamke amama almar'ati mbele ya mwanamke mwenzake adatan katika hali ya mazoea al-awratu al-mukhaffafa hiya ma yadhharu ni yale maeneo ambayo yanadhihiri yanaonekaniwa yanakuwa wazi min badani al-mar'ati kutokana na mwili wa mwanamke amama al-mar'a mbele ya mwanamke mwenzake adatan katika hali ya mazoea ni wanawake wamezoea hivyo wanawake wamezoea hivyo ndio kama Sheikh alipopigia mfano kashari kama vile nywele waraqabati shingo na maeneo mengineyo ambayo hayaingii katika nini al-awratu al-mughallazah فالافضل kilichokuwa bora zaidi wal ahsanu na kinachopendeza zaidi satruha ni kusitiri huo uchi wa sampuli hiyo fal afdalu wal ahsanu satruha basi kilichokuwa bora zaidi na kinachopendeza zaidi kwa mwanamke hata kama yuko mbele ya mwanamke mwenzake ni kusitiri maeneo hayo ni kusitiri maeneo hayo hilo ndio jambo bora zaidi bila kujalisha kwamba uko mbele ya mwanamke mwenzako kilichokuwa bora ni kusitiri hatusemi kwamba ukiacha wazi mwanamke mwenzako akiona shingo au akiona nywele zako au akiona muundi wako
au akiona kipapanya chako au bega lako basi eti utapata madhambi, bali tunasema wewe mwanamke umeacha jambo ambalo ni bora zaidi, ambalo ni nini? Kusitiri maeneo hayo. Dalili liqaulihi tabaraka wa taala, kwa kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema ya bani adama, enyi wana wa Adam, khudhu zinatakum, chukueni mapambo yenu, inda kulli masjidin, kila mnapokwenda kuswali. Suratul A'raf aya nambari 31. Ya bani adama, enyi wana wa Adam, khudhu zinatakum, chukueni mapambo yenu, inda kulli masjidin, kila mnapokwenda kuswali. Manake jisitirini au sitirini viwiliwili vyenu kwa nguo, sitirini viwiliwili vyenu kwa ukamilifu wake kwa nguo wakati mnapofanya ibada. Kwa hiyo kusitiri kwa sampuli hii kunaingia ndani yake hata kusitiri kwa nini ile auratul mukhaffafa. Mbele mpaka bwana. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna Allaha ahaqqu an yustahya, inna Allaha ahaqqu an yustahya minhu, Allah ana haki zaidi ya kuonewa haya minan nas, kuliko watu minan nas, kuliko watu. Rawahu Abu Dauda. Kwamba hata kama inafaa wewe kuachilia wazi, lakini inapendeza zaidi kusitiri maeneo hayo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ana haki zaidi ya kuonewa haya. Kusitiri mwili wote ni jambo ambalo linaingia katika maadili na haya, hata kama si wajibu utakapokuwa huko mbele ya wanawake wenzako. Hiyo ni masala ya pili au aina ya pili ya uchi, auratun mukhaffafa. Hayo au hiyo ndio maana maelezo ya Sheikh, idha kanat almar'atu ma'a an-nisa, atakapokuwa mwanamke yuko pamoja na wanawake wenzake, fakadhalika vile vile takshifu ma yadhharu, anaruhusiwa kufunua vile vinavyodhihiri fil 'ada, katika hali ya mazoea. Hiyo ndio nini? Auratun mukhaffafa, kashari, kama vile nywele, waraqabati, shingo yake, shingo yake. طيب، المسألة الثالثة، مسألة تاتو المسألة الثالثة، مسألة تاتو مسألة تاتو